Kabla haijawa sukari nyeupe inayoyeyuka kwenye chai yako ya asubuhi, kabla haijafungwa kwenye vifungashio safi vya viwandani, kuna safari ndefu inayoanzia hapa shambani. Hii ni hadithi ya ardhi, maji, jua na utaalamu wa mwanadamu. Kiwanda chetu hiki kilianza kwa kazi za kilimo. Kama unavyofahamu, sisi kilimo ni raw material. Kwa hiyo tulianza Septemba 2016 na kazi za kilimo shambani zilianza 2017. Kawaida unapokuwa kwenye viwanda kama hivi na una kazi za kilimo, unaanza na kuclear mashamba. Baada ya hapo unapanda nurseries. Ukitoka kwenye nursery unakwenda unapanda sasa kwenda kwenye commercial, yani mashamba makubwa. Kwa hiyo 2017 tulianza kazi za kilimo cha miwa na tuliendelea nazo kwa muda wa miaka mitatu. Alafu mwaka 2021 tulianza rasmi ujenzi wa kiwanda chetu. Chanzo cha sukari si kiwandani, ni kwenye mashamba makubwa ya miwa ambako kila msimu huanza kwa maandalizi ya kina. Tuna shughuli nyingi ambazo tunazifanya, kwa maana lengo letu hapa ni uzalishaji. Kuna shughuli nyingi za kuandaa mashamba, kupanda mashamba, kuweka mbolea, kuweka madawa, kupalilia mashamba, kucontrol wadudu. Kwa zipo shughuli mbalimbali pamoja na umwagiliaji. Hizo shughuli zote ukiweza kuziweka pamoja na unaweza kuzalisha miwa. Kila shina la miwa hupitia hatua za kitaalamu, kuanzia uchaguzi wa mbegu bora, maandalizi ya udongo, udhibiti wa magugu mpaka ufuatiliaji wa ukuaji wake. Hapa kilimo si mazoea, ni sayansi, ni uwekezaji na mipango ya muda mrefu. Mimi ni mtu ninayehusika na standard za operation zinazoendelea shambani. Mfano kupanda, kuweka mbolea, kuruhusu mbegu kwamba ni nzima inaruhusiwa kupandwa. Operation inayofanyika hapa ni detaching, ambayo mtu anatoa matrash yote yaliko kwenye mua. Then baada ya hapo anaiweka mbegu, anaichop katika macho mawili, ambayo jicho hili na hili, setting maana yake hii na hii. Sawa eh? Kwa hichi ndio kinachofanyika. Ataikata, baada ya hapo atachukua, ataipanga kwenye mstari, anapanda na baadaye anafikia. Kwa hizo ndio kazi zinazofanyika kwenye shamba letu kwa siku ya leo. Lakini miwa haiwezi kukua bila uhai wake mkubwa, maji. Katika mazingira ya kisasa ya uzalishaji, teknolojia ya umwagiliaji ndiyo moyo wa shamba. Naitwa Engineer Betlinda Frank Slayo. Sprinkler ni mojawapo ya aina ya mfumo wa umwagiliaji tunatumia hapa katika kiwanda chetu. Sprinkler ni mfumo ambao unatumia pumping system. Inamaanisha tunatumia pampu ili maji yaweze kufika shambani. Na mpaka yaweze kufika shambani yanapitia kwenye pipe mbalimbali. Inategemea na diameter ya pampu au kiwango cha ile pipe. Kuna pipe tunasema kuna main kanali, inaanza kupampu kwenye bwawa, inakuja mpaka kwenye hiyo pipe ya diameter ya 500. Alafu inakuja inatokea kwenye secondary canal ambao tunasema ina diameter ya 110. Ikishatoka inaingia sehemu ambapo panaitwa hydrant. Ambapo hydrant yetu ndio inaenda inapeleka maji katika pipe yetu ya 32. Ndio inakuja inaleta maji kwenye hydromatic, ndio inakuja kutokea kwenye sprinkler hapa ambapo mnaiona. Hii sprinkler hapa imefanywa installation kulingana na design ya ile eneo ambapo tuliposimama. Kwa hiyo sprinkler zetu zimewekwa katika shamba moja, zinaweza zikawa 14 upande mmoja, upande wa kulia, na 14 upande wa kushoto. Lakini zinapangwa parallel. Na zinasimama kila sprinkler kutoka sprinkler moja hadi kwenda nyingine ni mita 18. Tukimaanisha kuwa sprinkler itapiga upande wa huku kwa diameter ya 9 na ile nyingine itakuja kupiga upande wa huku kwa diameter ya 9, afu inafanya overlapping. Kwa unapata mzunguko mzima. Na inasimama pale kwa muda wa masaa 8 hadi 12 kutokana na unyevu utakaopata kwenye udongo. Kupitia mifumo ya kisasa, maji husambazwa kwa usahihi, yakihakikisha kila ekari inapata kiwango stahiki. Hii si tu kuongeza mavuno, bali ni kulinda rasilimali. Maji ambayo mnayaona katika hili bwawa ambalo tunalitumia katika umwagiliaji, maji haya tunatoa kutoka kwenye bwawa kubwa ambayo ni I9. Kwa hiyo tunalitoa katika mahali ya kule I9
Kwa ile maji kuna sehemu yanafunguliwa zeni yanaweza kuingia kwenye hili bwawa letu la mahali hapa. Kwa hiyo akishaingia hapa na sisi ndio tuna uwezo wa kuyatumia ya maji kwa kuyapampu, kwa kutumia pampu zetu hapa kutokana pia na mahitaji ya mashamba yetu. Nyuma ya kila tone la maji kuna uangalizi wa karibu, kuna taaluma, kuna watu wanaosimamia mzunguko wa maisha ya miwa kila siku. Miezi inapopita, miwa hukomaa na hatimaye wakati wa mavuno hufika. Huu ndio mwanzo wa safari kuelekea kiwandani. Malori hubeba zaidi ya mazao, hubeba matumaini ya uzalishaji wa taifa. Kutoka shambani, kupitia maji, kupitia jua na juhudi za wanadamu. Hapa ndipo safari ya sukari inaanza, na safari hiyo inaendelea kiwandani ambako miwa hubadilika na kuwa sukari.